majina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi Safia Jongo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Maeneo ya Msasa na mgodi mkubwa ambao una wachimbaji wadogo. Tarehe 29 mwezi wa 3 2026 majira ya saa 4 asubuhi, maduara manne kwa lugha ya kichimbaji wanasema yalijiponji, yani yalititia. Baada ya maduara hayo kutitia, jeshi la polisi tukishirikiana na zimamoto na uokoaji pamoja na vyombo vingine vya usalama tulifanya juhudi pamoja na kikosi cha madini kuhakikisha kwamba maduara haya chanzo cha titia ni nini na kama kuna madhara yoyote kwa binadamu. Kwa ujumla wake, baada ya kufanya ufuatiliaji tumegundua kwamba maduara haya yalikuwa kwa siku ya leo hayafanyi kazi kwa sababu tayari yalishatiliwa mashaka. Kwa hiyo yalikuwa yako kwenye utaratibu ya kufanyiwa marekebisho. Baada ya kupata taarifa hiyo, tuliona kwamba tusilizike tu na hiyo taarifa. Kwa hiyo tulianza juhudi kwa kushirikiana na uongozi wa mgodi kuhakikisha kwamba tunalifukua hilo eneo lote ambalo limejifikia ili tuhakikishe kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Mpaka sasa hivi tumefikia zaidi ya 97% ya ufukuaji wa eneo hili na tumeikuta jenereta ambayo ilikuwa juu ya haya maduara. Kwa maana hiyo tunajiridhisha kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Uvumi uliotokea ni mkubwa sana kwamba watu zaidi ya 200, wengine 50, lakini mimi kamanda wa polisi mkoa wa Geita nawathibitishia Watanzania kwamba mgodi huu ni kweli maduara manne yalititia, lakini hadi muda huu tunawathibitishia kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Naomba nitoe wito kwa jamii kuacha kutoa taarifa za uzushi pale ambapo changamoto inapotokea, na niwaombe tu wale wote ambao wamefanya hivyo watoe hizo taarifa zao kwenye mitandao haraka, la sivyo hatua kali za sheria zitachukuliwa dhidi yao za kutuma taarifa za uzushi.